Ambavyo nimekwambia leo tutaangazia utofauti kati ya Buba Jammeh na Alan Okello. Hawa ni nyota wawili ndani ya klabu ya Yanga. Kwanza kabisa wasifu Alan Okello ni mkubwa zaidi kuliko wasifu wa Buba Jammeh. Ni nyota ambaye ana wasifu mkubwa wa kucheza soka la kulipwa pia hata nje ya mipaka ya Uganda. Kwa maana ya kabla kuja Tanzania aliwahi kwenda kwenye klabu ile ya Paradu ya kule Algeria, na ni nyota ambaye tangu akiwa na umri mdogo timu kutoka mataifa mbalimbali zinaonekana kupendelea kuwa na mchezaji wa aina yake kwenye vikosi vyao, tofauti na Buba Jammeh ambaye yeye aonekana kwa muda wote wa karia yake amecheza soka katika timu za madaraja ya chini Ureno, lakini sana sana amedumu zaidi katika zile klabu ambazo zipo katika nchi ya Angola, ambako ndiko ambapo kocha Pedro alimuoa, lakini ndiko ambako Yanga wamemchukua kutoka katika klabu ile ya Inter Club ya pale Angola. Alan Okello sio tu kwamba amecheza katika ligi ngumu kama ligi ya Algeria kwenye klabu ya Paradu, lakini pia una mwangani nyota ambaye alikuwa amepata nafasi ya kupita katika zile wanasema mpango kazi wa FIFA Juniors kutengeneza nyota wengine wapya kwa ajili ya mustakabali wa taifa lao. Kwenye ile program ya Airtel ambayo ilikuwa inashirikisha shirikisho la mpira wa miguu la pale nchini Uganda. Kwa hiyo alikuwa yeye, akina Bright Anukani, alikuwa Sadati Anaku, nyota ambao walikuwa wanapewa nafasi ya kuja kufanya vizuri sana, na imekuwa hivi. Sio bahati kwa Bright, hajawa na wakati bora sana. Hata miezi michache ama wiki chache zilizopita nyuma tulimwona akija kwenye klabu ya Simba kuja kufanya majaribio ili waweze kumsajili kwa dirisha hili dogo ambalo Simba wameingiza nyota 7 kwenye dirisha hili la usajili, lakini jina ambalo alikuja kufanya majaribio alikuwepo Bright Anukani ambaye ni zao moja na huyu Alan Okello. Hiyo ni tofauti kubwa sana, kwa maana huyu amepata makuzi au malezi ya football kutokea chini kabisa kwenye ngazi za mpira wa miguu. Lakini kitu ambacho wanafanana hawa nyota wawili, wote ni wana uwezo mzuri wa kutumia mguu wa kushoto. Buba Jammeh anatumia mguu wa kushoto, lakini pia Alan Okello anatumia mguu wa kushoto. Kama ambavyo tumemshuhudia Alan Okello akicheza kama winga wa kulia, anatumia mguu wa kushoto, akitokea pembeni kulia kuingia ndani, ndivyo hivyo pia Buba Jammeh anachoweza kufanya, ama ndio main position yake ambayo anaweza kucheza. Kwa tafsiri hiyo inathibitisha kwamba kutakuwa na changamoto kubwa sana ya kugombea namba baina ya hawa nyota wawili, kwa maana Buba Jammeh na Alan Okello. Achana na swala la namba, sijui idadi ya mechi nyingi ambazo amecheza Okello ama magoli ambayo yuko nayo Buba Jammeh, lakini unajaribu kuangalia wote wacheza katika nafasi moja. Utofauti wa pili ni kwenye kasi. Buba Jammeh anaonekana kuwa na kasi sana. Yaani ni wale mawinga ambao ukiwa unacheza 1-2 lakini hakikisha una speed kubwa sana na kujua nini ambacho unakwenda ukifanya. Ndicho ambacho Buba Jammeh alikionyesha katika mechi dhidi ya Cosmo ambao amecheza Yanga. Lakini kwa Alan Okello nyota ambaye anaonekana ni slow but sure. Ana attempt nyingi, anajihusisha sana kwenye movement za magoli. Kama umeangalia kwenye magoli ambayo Yanga wamecheza, mechi ambazo Yanga wamecheza na magoli ambayo wamefunga, kabla ya assist ambayo imekuwa ikitolewa kwenye mchezo, Alan Okello amekuwa anahusika kwa 100% kwenye kupika ile shambulizi. So hana assist, hana goli, lakini ana mchango mkubwa kwenye kuanzisha movement ya mashambulizi ambalo linakwenda kuzalisha goli katika mpira wa mwisho. Huyo ni Alan Okello. Lakini kwa Buba Jammeh yeye ameonyesha ukatili mkubwa sana kwenye eneo lake la kushambulia. Lakini tofauti nyingine kubwa, Alan Okello ilikuwa ni chaguo ambalo kocha Pedro katika ile mawinga ambayo alitamani kuwa nao alimpata chini ya uongozi wa Yanga. Hakuwahi kumuona hapo kabla. Lakini kwa Buba Jammeh aliwahi kumuona kwa sababu kocha Pedro amefundisha timu ya taifa ya Angola, akichukua ubingwa wa Kosafa mara 2 kwenye michuano hiyo ya Kosafa mara 2 akichukua ubingwa, na sio tu kuchukua ubingwa, akionyesha performance iliyo bora sana katika hiyo michuano ya kushinda ubingwa, akiwa nyota mbalimbali akiwemo Laurindo Maria maarufu kama Depu kwenye kikosi chao. Ukitoka hapo, tofauti nyingine ambayo tunaishuhudia ndio kwenye namba. Bado Okello hajatengeneza namba nzuri, lakini tayari tumeshuhudia ama tumeona ubora mkubwa sana ambao upo
kwa upande wa Buba Jammeh. Kingine tofauti nyingine ni height. Alan Okello sio mrefu, lakini Buba Jammeh ni mrefu, ana zile sentimita ambazo zinaandikwa pale kwenye wasifu wao 1.8. Maana yake ni winga ambaye mrefu na ana uwezo wa kushindania hata kwenye mipira ya juu, kwa kile ambacho tumemwona pia katika mchezo ambao umepita akionyesha creativity. Alan Okello ameonyesha creativity ya hali ya juu kuliko Buba Jammeh. Katika mechi moja ambayo amecheza hajithibitisha kama yeye ni mtengenezaji mzuri sana katika eneo la mwisho. Sio tu hivyo, ni nyota ambao wanaweza kuja kushindana kwenye kutengeneza nafasi, kwenye kufunga, lakini pia hata kwenye kujiposition. Unaweza ukasema mpaka sasa positioning ya Buba Jammeh imekuwa bora kwa sababu amefunga magoli 2 ambao bado Alan Okello hajafunga, lakini ni mapema sana kusema kwa Buba Jammeh ni bora kuliko Alan Okello. Na sababu ni kwamba Alan Okello amejihusisha kwenye matukio mengi ya maana katika mechi ambazo Yanga amecheza hata kama hajafunga, kuliko ambavyo Buba Jammeh katika mechi moja ameonyesha kitu ama amecheza mechi moja na kufunga magoli 2. Moja ya kitu ambacho naamini kinaweza kuonesha utofauti mkubwa sana wakati ya hawa nyota wawili, lakini kusema kwa Buba Jammeh ni bora kuliko Okello, hiyo ni case study ama scenario ya siku nyingine ambayo tutaweza kuja kuizungumzia endapo pale ambapo Buba Jammeh atakuwa amepata muda mwingi wa kucheza, atakuwa ameendelea kufunga magoli mengi na kuthibitisha kwa ubora mkubwa sana kwamba yeye ni bora kuliko pengine Alan Okello. Lakini kwa sasa bado kwa mechi ambazo Alan amecheza ameonyesha ubora mkubwa sana. Kitu kingine, hawa nyota wawili hawawezi kucheza ama wanaweza kwenye kikosi kimoja, lakini timu itakuwa haina balance. Na sababu ni kwamba sio wafuatiliaji mzuri sana wa mashambulizi, kwa maana ya sio wazuri kujihusisha pale ambapo timu inakuwa haina mpira, sio wazuri kwenye kugongana, sio wazuri kwenye kutengeneza mazingira kutaka pengine kulitafuta shambulizi na kuokoa pengine shambulizi, sio wazuri sio wazuri kwenye kurudi kwenye ile defensive line, sio wazuri kwenye kugongana ili kupoka mipira. Badala yake ni wazuri pale ambapo timu inaanzisha shambulizi ama inamalizia shambulizi, timu inaanzisha shambulizi, wao wanakupa kilicho bora zaidi kwenye transition kwa sababu ya kasi aliyokuwa nayo Buba Jammeh, lakini jicho la kupiga pasi elekezi alilonalo Alan Okello. Tuna mengi ya kuzungumza, muda wetu hujatosha, nikwambie tu kwamba hii ni Ngale Sports, usisahau kusubscribe.